na hii ni alama ya kuonesha ya kwamba mu'min hata baada ya kuwa mu'min pia bado anapewa mtihani. Ushahidi unasimama ya kwamba mu'min anapewa mtihani wa mawaqif. Sasa kwa nini mu'min anapewa mtihani wa mawaqif na tayari yeye ni mu'min? Jawabu ni kupambanua nani ambaye imani yake ni ya ukweli na nani ambaye imani yake ni ya kuregarega. Jawabu ya pili ni kupambanua nani ambaye katika ile iman atabaki na kuendelea thabit fil iman na nani ambaye anaweza kurudi nyuma. Ushahidi wa maneno haya yapo katika surati al-Ankabut na aya zingine nyingi za Qur'an. Fungua surati al-Ankabut tusome pamoja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Unaona? Ahasiban nasu, je watu wanadhani ya kwamba an yutraku, ya kwamba wataachwa hivi hivi bila ya kupewa mtihani. An yaqulu amanna, baada ya wao kushasema kwamba tumeamini. Je watu wanadhani kwamba tukishasema tumeamini basi hivyo itakuwa hakuna mitihani? Wa hum la yuftanuna, na watu hawatapewa mitihani. Fitna ni ikhtibar. Kwa hivyo unadhani ya kwamba ukisema wewe ni mu'min imetosha min ghairi ikhtibar? Aya hii ya Qur'ani inatuambia no, la, laysa kadhalik. Sasa kwa nini mtihani unakuja baada ya iman? Jawabu ipo mbele. Katika hii sura tunapewa jawabu mbili. Jawabu ya kwanza, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Hiyo ya kwanza. Jawabu ya pili mbele ya sura hii, safha inayofuata, fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Jawabu mbili. Jawabu ya kwa nini muumini anapewa mtihani. Kama wewe umeamini kweli, ukisema kwamba mimi nimeamini, unapewa mtihani ijulikane imani yako ni ya ukweli au imani yako si ya ukweli. Na unapewa mtihani kadhalika ili yale matamshi uliyosema mimi ni muumini ni matamshi yaliyotokana na moyo. Lianna almu'min huwa man amana qalbuhu wa amana bilisanihi wa amanat jawarihuhu. Iman waqara fil qalbi wa nataqa bihi al-lisanu wa saddaqathu al-a'malu bil jawarihi. Hii ndio imani sasa ya mu'min ya ukweli, iliyokita katika moyo, ikatamkwa kwa mdomo na ulimi, kisha ikatekelezwa na vitendo. Sasa ndio kwa ajili hiyo Allah azza wa jalla anasema fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin. Limadha? Kwa sababu wanafiq wanaamini kwa bilisan peke yake. Iman ya munafiq ain fi lisan, laysa lahu iman fi qalb. Iman ya munafiq katika ulimi. Ma dalil? الدليل قوله تعالى يقولون بأفواههم أما ألسنتهم. أفواههم أما ألسنتهم. منافقين. بلاغة يا قرآن كوب وصان. إيش؟ أفواههم. أحسنت. ألسنتهم. ناني ألسنتهم. أعراب يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كسوما سورة الفتح utaona bialsinatihim, wanazungumziwa a'rab, almukhallafuna min al-a'rab. Iko sababu, iko hikma kubwa sana kwa nini hawa biafwahihim na hawa bialsinatihim. Sasa hapa tumeona ikhwata al-iman ya sababu na hikma ya mtihani, pamoja na kwamba hawa ni waumini, kwa sababu ya kupambanua hawa waumini iman thabit au iman mutazazi, dhaif, mutahalhil, ينجرف مع العوائق والمثبطات. Vinapokuja vishawishi na vikwazo vinapokusimama mbele ya imani nayo pia inakwenda. Almu'minu sadiq yathbut fi almawaqif as-sa'ba. Hii ndio message hii aya. Muumini wa kweli anakita katika mawaqif, katika situation zile ambazo ni ngumu sana. Mwanadamu ni vigumu sana kustahimili nayo. Hadha mawqif ayuha alikhwa alkiram min
ashaddi almawaqif su'ubatan, mawqif صعب jiddan. Ndio maana tufahamu vipi wengi sana wameanguka, kwa sababu hathubutu katika mawqif صعب illa man huwa qawiyul iman, illa man huwa thabit al-iman, ndio anayekita katika iman thabit. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allah wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.